Atu aliuliza simple, jamani Bwana Yesu asifiwe, huyu ni mtu. Akasema Roho Mtakatifu ana kazi gani? Ndiyo, karibu mwalimu. Asante sana, kwa sababu moja ya mambo muhimu kuyafahamu pia ni kuhusu Roho Mtakatifu. Ndiyo. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndio ukamilisho wa sauti ya Mungu kwetu. Na sasa kabla hatujaenda kutazama kazi kuu, maana Roho Mtakatifu ana kazi nyingi, lakini leo nitazielezea kazi kuu 3 za Roho Mtakatifu. Ndiyo. Na kabla hatujaenda kuangalia hiyo, nataka kwanza tuweke msingi kidogo wa kufahamu utendaji kazi wa Mungu katika ofisi hizi 3. Manake utendaji kazi wa Mungu. Kwa sababu wakati wa Agano la Kale, Mungu alizungumza na watu kutoka mbinguni. Unaona, mwanzo wa Agano hili Jipya, Mungu anazungumza na sisi ndani ya mwili wa Bwana Yesu. Kama jinsi ambavyo Waebrania 1:2 pale inavyoongea. Na baadaye tena Mungu anazungumza na sisi kupitia Roho Mtakatifu. Hii ni sawa na kusema Mungu alizungumza nasi akiwa juu yetu kama Baba. Kisha akazungumza nasi akiwa pamoja nasi katika mwili wa kibinadamu, yani Immanueli, ambapo ni Mungu pamoja nasi. Na mwisho Mungu anazungumza ndani yetu kama Roho Mtakatifu. Ndiyo. Kwa hiyo tunaweza kusema hivyo. Sasa katika hatua hizi 3, hatua hiyo ya mwisho ndio hatua kamilifu, naweza kusema, kuliko zingine hizi, kwa sababu ni sauti ya Mungu iliyo karibu sana na sisi kuliko ilivyokuwa juu yetu kama Baba, au ilivyokuwa pamoja nasi kama Mwana. Yani hilo nataka lieleweke kwa namna hiyo. Na kadri ninavyoendelea kulifafanusha, mtu asichanganyikiwe nikiongea hivi, kwa sababu sasa unajua bado kuna watu tunajua ile Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, kwa hiyo mtu asije kichanganyikiwa. Maana ndo maana naanza kutoa maelezo haya, alafu baadaye tuendelee hapa. Sasa ni sawa na mtu azungumze na wewe kwa sauti ya juu kabisa akiwa gorofani, kiasi kwamba humuoni, ile unachoweza kusikia ni sauti yake tu, na wewe unakuwa upo chini ya hilo gorofa. Bila shaka kuna maneno ambayo unaweza usiyasikie vizuri kwa sababu yupo mbali. Kwa hivyo maneno mengine unaweza kuyaelewa kinyume na alivyosema, kwa sababu yeye yuko mbali huyo mtu. Lakini sasa huyo atakapotoka huko aliko akashuka chini ukamuona kwa umbali wa mita kama 5 hivi kutoka mahali ulipo, akizungumza nawe ni rahisi kumsikia vizuri kuliko ulivyokuwa mwanzo. Na unasikia tu sauti, lakini yeye haumuoni. Lakini pia bila shaka wakati anazungumza kuna maneno pia unaweza usiyasikie vizuri. Hata wewe unapozungumza na mtu aliye karibu na wewe, lazima utapitia vipindi vichache vya kuomba arudie alichokiongea, kwa sababu yuko mbali na wewe. Unaona huyo mtu, ndio hata tukiwa hata kwenye daladala tumekutana na watu, alafu anazungumza na wewe kwa sababu hakuna utulivu, hebu rudia tena, umesemaje hapo? Yes, kwa sababu ni mtu yuko mbali. Lakini hebu jaribu kutafakari, endapo mtu huyu akakukaribia sana kiasi cha kuwa midomo yake akaiweka kwenye masikio yako. Umeona, hata akinong'ona tu hivi, wewe huyo mtu unamsikia. Kwa hiyo ndio manake hapo utakuwa unamsikia vizuri kuliko alivyokuwa yuko mita kadhaa. Kwa hauna haja ya kumwambia rudia ulichokuwa unakiongea. Kwa hivyo utamsikia vizuri kuliko mwanzo. Sasa na utendaji kazi wa Mungu ni hivyo hivyo ulivyo. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni sauti ya Mungu iliyo karibu sana na sisi. Huyu Roho Mtakatifu. Na haijaishia tu kusikika masikioni tu, bali nasikika hadi mioyoni mwetu. Kwa sababu hii ni zaidi ya masikioni kusikika, hii ni hadi mioyoni mwetu. Na hiyo sauti tunaipata bila chenga kabisa. Yani ni sauti iko clear kabisa. Kwa sauti ya Bwana Yesu ilikuwa ni kamilifu, lakini naweza kusema ni kama ilikuwa na chenga bado. Yani kwa sababu ni mtu yuko, anazungumza ni kama yuko mbali. Hatukuweza kumuelewa vizuri kwa sababu alikuwa anazungumza nje ya miili yetu. Ndio maana ilimpasa Bwana aondoke ili yule Roho aje. Ndio maana yeye mwenyewe anasema imenipasa mimi niondoke. Kwa sababu nisipoondoka huyo Roho hawezi akaja kwenu. Na naomba hapa tusome andiko moja kwenye kitabu cha Yohana. Yohana 16 mstari wa 7. Yohana 16 mstari wa 7.
Tutaona hapa, maana hapa bado tuko tunatafuta hizo kazi za Roho Mtakatifu, lakini nimeona niweke msingi kwanza. Sawa. Yohana 16 mstari wa 7. Ndio. Biblia inasema hivi, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Umeona hapo sasa, manake ilikuwa lazima kwanza Bwana wetu Yesu Kristo aondoke ili Roho Mtakatifu aje. Sasa umeona hapo Bwana hana budi kuondoka. Umeona? Na kumbuka Roho Mtakatifu ndiye tunaweza kusema hivyo, na andiko lipo. Na kama watu watakuwa na maswali zaidi, nafikiri namba tumewatajia maswali wataendelea kuuliza. Na kumbuka Roho Mtakatifu ndiye yule Bwana Yesu mwenyewe, isipokuwa anakuja katika Roho. Ndio maana unaona kwenye andiko lingine anasema mtu akimpokea yeye, Baba na Roho wanakuja kufanya makao ndani yake. Na hili ningependa tulipitie kidogo kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili 3:17. Wakorinto wa pili 3:17. Inasema hivi, basi Bwana ndiye Roho. Ndio. Walakini alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Umeona ile andiko yatuthibitishia kuwa Bwana ndiye Roho. Na huyo hapo palipo na Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Sasa baada ya kuyaelewa haya, twende sasa kwa pamoja tukazitazame kazi ambazo nimesema. Kwanza ni kazi 3 muhimu za Roho Mtakatifu kwa ulimwengu mzima. Kazi 3 ambazo nitaenda kufafanua moja baada ya nyingine. Kwa sababu kazi ya kwanza ni kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Maana yake hiyo ni kazi ya kwanza. Na kazi ya pili kuhakikisha kwa habari ya haki. Ndio kazi ya pili. Na kazi ya 3 ni kwa ajili ya hukumu. Kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya hukumu. Kwa hiyo hizi ndizo kazi kuu 3. Sasa nataka nianze na ya kwanza, kuhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Na hapa naomba turudi sasa kwenye kitabu cha Yohana 17 mstari wa 8. Yohana 16, sorry. Yohana sura ya 16 mstari wa 8. Sawa. 16 mstari wa 8. Yes. Biblia inasema hivi, naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Umeona hapo tumepewa kazi zote 3 za Roho Mtakatifu ambazo Bwana wetu Yesu Kristo aliziongea. Kwanza kuna habari ya dhambi, kuna habari ya haki na hukumu. Maana huyu ndugu yetu ameuliza Roho Mtakatifu ana kazi gani? Sasa hizi ndo kazi zake. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu Yesu alisema kwa sababu mimi hawaniamini. Watu wakasawa kumwamini. Kwa kuhakikisha maana yake ni kuweka sawa jambo. Naweza kusema kitu ambacho hakikukaa vizuri sasa kimewekwa vizuri, maana yake kitu hicho kimehakikiwa. Ndio maana yake. Kwa kadhalika hapo Bwana Yesu anasema huyo Roho atakapokuja atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi. Maana yake hapo kwanza huyu Yesu yeye alizungumza kuhusu dhambi, lakini hawakumuelewa vizuri. Ndio maana yake. Lakini atakapokuja huyo Roho, yeye ataizungumzia vizuri dhambi na sauti ya ukaribu zaidi, na atafanya wengi kuelewa dhambi nini kuliko jinsi ambavyo watu wangemuelewa Bwana Yesu alichokuwa anakiongea. Na kuna wakati kulikuwa na ubishi fulani, akiongea wanasema hapana, sisi hatuna dhambi. Hawaelewi ni nini anachomaanisha. Kwa ndio maana unaona Bwana wetu Yesu Kristo anasema hapo kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Maana ni mstari wa 9 tu hapo. Naomba usome hapo ulipokuwa unasoma mstari wa 9. Mstari wa 9 unaendelea ukisema hivi, kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Umeona sasa? Kwa sababu kwa habari ya dhambi Yesu hawamwamini. Maana yake yeye alihubiri sana kuhusu dhambi, lakini watu hawakumwamini. Kwa maana yake Roho Mtakatifu atakapokuja atakuja kuendeleza vitu vingine, na wengi sasa watafika mahali wataamini. Na ukumbuke sasa dhambi ni kuto kumwamini mwana wa Mungu kwamba yeye ndiye mkombozi wa ulimwengu. Hiyo ndiyo dhambi. Haya
mengine kama uasherati, wizi, uchawi, uuaji na kadhalika ni matokeo ya dhambi ya kutokumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Manake mtu ambaye hajaamini ndio ataingia kwenye haya mambo yote. Lakini kama ameamini hawezi kuingia kwenye haya matukio ya uchawi, wizi, uasherati, uuaji na mambo yanayofanana kama hayo. Kwa ndio maana Biblia inasema kila muaminie atapata uzima wa milele. Lakini asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa tayari. Si unaona? Manake hapo ndivyo. Lakini pamoja na kuyasema hayo sana kwa kipindi cha miaka 3.5 aliyofanya kazi na ni wengi waliomwamini, ndio maana injili, yani wengi hawakumwamini, sio wengi waliomwamini. Ndio maana unaona injili haikufika duniani kote. Manake kipindi Bwana Yesu yupo duniani anahubiri ni wachache tu waliokuwa wanaisikia. Yani haikuenea hiyo injili kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa bado hajaja na wengi Yesu Kristo walikuwa hawamuelewi. Ndio maana yake. Lakini baada ya Roho Mtakatifu kushuka ile siku ya Pentekoste, unaona Petro alivyosimama ile siku moja tu akahubiri kwa habari ya dhambi. Biblia inasema watu zaidi ya 3,000 waliokoka ndani ya siku moja. Umeona manake pale baada ya Roho Mtakatifu kushuka. Na hawa watu 3,000 walikuwa ni watu wengine ni mataifa, wengine pia wamekusanyika pale, watu wa mataifa mbalimbali kwa sababu ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste, ni siku za sikukuu za Wayahudi. Siku watu wamekusanyika pale. Petro kuongea neno moja tu kwa wakati huo zaidi ya watu 3,000 walikuwa wameokoka. Na ukumbuke Biblia hapa iliwahesabia wanaume tu. Manake haikuhesabia wanawake kwa sababu siku zote bahali palipo na wanaume 3,000 wanawake basi watakuwa ni wengi zaidi. Ndio maana wanasema ni zaidi ya 3,000. Na wakati miezi 2 tu nyuma hapo Bwana Yesu alizungumza maneno hayo hayo tena kwenye mji ule ule wa Yerusalemu, lakini waliishia kumsurubisha maana hawakumuelewa. Unaona? Kwa sababu hawakumuelewa. Yaani kwenye mji huo ambao Petro ameongea hayo maneno wakati Roho Mtakatifu ameshuka, watu huku walielewa na wakaokoka watu zaidi ya 3,000. Lakini kwenye mji huo Yesu ametoka kuongea miezi 2 tu iliyopita wamempeleka msalabani. Hawajamuelewa. Unaona? Yes. Sasa naomba tuangalie kitabu cha Yohana hiyo. Turudi sura ya 12. Mstari utakuwa ni wa 37 na wa 38. Sawa. 37 inasema walakini ajapokuwa amefanya ishara nyingi namna hiyo mbele yao hawakumwamini. Unaona huyo ni Yesu sasa. Ndio. 38. Ili litimie lile neno la nabii Isaya alilosema, Bwana ni nani aliyezisadiki habari zetu? Kwa mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Lakini kumbuke miezi 2 tu baadaye kama tunavyosoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 2, Roho Mtakatifu anapozungumza kwa kinywa cha Petro, wale ambao hawakumwamini Bwana Yesu Yerusalemu wakaanza kumwamini kwa kasi ya ajabu. Umeona kwa nini? Kwa sababu kwa habari ya dhambi Roho Mtakatifu kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyoongea kuwa yeye ndo anakuja kuihakikisha, yani kuhakikisha kwa habari ya dhambi ili watu wawe kutubu. Kwa ndio maana. Kwa hiyo ni jukumu la kwanza la Roho Mtakatifu. Tumesema kwa habari ya dhambi. Lakini kwa habari ya haki pia ni jambo la pili. Na nayo yote tumeyaona ambayo Yesu Kristo ameyaongea pale kwa Roho Mtakatifu atakapokuja atawahakikishia watu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Yes, kwa hivyo. Sasa kwa habari ya haki mimi ninaomba tusome kitabu cha Yohana maana hapa ndo mambo mengi Yesu Kristo aliongea sana kuhusiana na huyu Roho Mtakatifu atakapokuja. Yohana 16:10. Yohana 16:10 inasema hivi, kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Umeona? Aliaga. Yaani kuniona mtaniona. Lakini kwa habari ya haki huyo Roho atakapokuja sasa atakuja kuhakikisha ulimwengu. Katika kipengele ambacho Bwana akukigusia kabisa wakati yupo hapa duniani ni kipengele cha haki. Na haki inayozungumzwa hapo ni haki ile ipatikanayo kwa njia ya imani. Ndicho hicho. Kwa hii Bwana hakuigusia kabisa, na lengo la kutokuielezea hii ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu. Ndio maana aliwaambia yapo mambo ya kuwaambia, lakini kwa wakati huo wasingeweza kustahimili mpaka huyo Roho
Roho atakapokuja. Ndio maana yake. Kwa ndo maana sasa unaona na kwenye kitabu hicho cha Matendo hiyo cha Yohana hiyo sura hiyo mstari wa 12 anasema hata bado ni kali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Mstari wa 13 lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote anasema lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Umeona jambo mojawapo ambalo wasingeweza kustahimili endapo wangeambiwa ni hilo la haki. Ndio maana amewaambia vile. Umeona, laiti Bwana angewafunulia siri mitume kwamba sisi watu wa mataifa ni warithi wa ahadi za Mungu, kwamba kwa neema tumehesabiwa haki kwa kumwamini Yesu, kwamba na sisi ni warithi wa ahadi za Mungu, dhahiri kabisa wangerudi nyuma. Wasingeweza kumwelewa kabisa. Kwa hiyo habari ya haki wangesema Bwana Yesu amechanganyikiwa huyu. Ni kweli. Unaona, maana kumbuka yule aliyemuita mwanamke yule Mkananayo mbwa, alafu leo anamuita mrithi wa haki. Yaani hilo lingeelewekaje? Yule aliyewatuma na kuwaambia msifike kwenye miji ya mataifa kuhubiri, alafu ghafla anawaita tena mataifa ni warithi, aliyowakataza yeye mwenyewe. Yaani wangemuelewaje? Yule aliyesema sikutumwa kwa kondoo, sikutumwa kwa mbwa, isipokuwa nimetumwa kwa kondoo wa Israeli, wa nyumba ya Israeli waliopotea, leo hii atutume sisi tena kwao twende tukawahubiri. Wangesema huyu hakika amechanganyikiwa. Ndio maana alisema kuna mambo sasa hivi siwezi nikawaambia, kwa sababu mambo hayo nyinyi hamwezi mkayastahimili hayo mambo. Umeona haya? Hivyo Bwana aliliacha hilo, hakuwaambia mitume pamoja na mengine mengi, ili yaje kufunuliwa sasa na Roho Mtakatifu baada ya kuondoka kwake. Kwa sababu kwa uchanga waliokuwa nao mitume, wangeambiwa hizo siri, wangemwona Bwana, wangemwacha Bwana na kurudi nyuma, wasingeweza kustahimili. Na siku ya kuifunua hiyo siri ya haki ya Mungu ilipofika, Roho Mtakatifu mtu wa kwanza kumfunulia alikuwa ni mtume Petro. Siku ya kufunua hiyo, na baada ya hapo akaja kumfunulia na mtume Paulo sasa siri hiyo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 11 ukianzia mstari wa kwanza ukienda mpaka wa 17 unaona Petro anafunuliwa na Roho, anaonyeshwa maono ya chombo tambara kubwa linashuka kutoka mbinguni. Alafu humo ndani limebeba wanyama wa kila aina, nguruwe. Kumbuka nguruwe ni haramu kwa dini ya Kiyahudi. Limebeba viura, limebeba makambale, limebeba sungura, limebeba kila kitu humo ndani. Alafu eti anaambiwa, kumbuka saa hizo amezimia kwa sababu ya njaa. Na kwenye kuzimia ndio maono yanakuja. Yaani nafikiri Mungu alimweka bize asile ili njaa ikimuuma vizuri maana apate jibu la ukweli. Ndio anaambiwa sasa inuka ule uchinje chinja ule. Petro unaona anachokijibu, anasema mimi sijawahi kula vitu haramu tangu kuokoka kwangu. Leo unaniambiaje nichinje nini? Ndio pale Mungu anamwambia kilichotakaswa na Mungu sikiite najis. Maana yake huyu ni Roho wa Mungu anadili naye yeye mwenyewe. Umeona? Ndio maana sasa huyu mtume baada ya kufanya hivyo, tunaona hilo jambo likaenda kwa Kornelio, kwenye familia ya Kornelio huko, akaenda akawaombea. Umeona? Na alipowaombea, labda tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 11 kuanzia 15 pale. 11:15. Matendo ya Mitume 11 15, kwa sababu huku juu hiyo mistari ya juu hatutaisoma kwa sababu ni mingi kidogo. Ni watu sasa, maana kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 ndio tunaona ule mkasa mzima wa Kornelio kupokea wokovu. Kwenye kitabu huo sura ya 11 wakaanza kumshutumu wale Wayahudi. Wewe umeendaje kwa watu wa mataifa? Alafu imagine wanaomshutumu ni pia ni mitume waliokuwa wamekaa na Bwana sana. Ile miaka 3 na nusu. Sasa je, kipindi kile Bwana angewafunulia kwa wa mataifa na wao wameitwa, wangemuelewa? Huyu ni Petro anamshutumu, ikabidi sasa Petro aanze kujieleza. Ambia jamani, mimi nimekaa zangu hivi naona maono na Mungu ananiambia, alafu hapo mtu anatoka Yafa ananiambia kuna mtu, Roho ananiambia kuna mtu kule. Ndio nimeenda nimemuombea. Sasa mimi ningefanyaje? Umeona? Sasa tuanzie mstari wa 11. Matendo ya Mitume 11 mstari wa 11 mpaka
mpaka wa 17. 17, sawa. Biblia inasema hivi, natazama mara hiyo watu watatu wakasimama mbele ya nyumba tuliokuwamo, walitumwa kwangu kutoka Kaisari. Roho akaniambia nifuatane nao, nisione tashwishi. Umeona sasa Roho kazi yake sasa huku. Mambo ambayo Yesu aliacha kuambia. Maana angewaambia wangemwacha akaenda nao polepole. Ndio maana alisema mengine hamwezi kuyastahimili. Umeona? Ndio maana ukianzia huko mistari ya juu anasema jamani, nikaona maono mwenzenu ikitambaa kimekuja, alafu Mungu akaniambia sasa ndivyo hivyo. Sawa, tuendelee. Roho akaniambia nifuatane nao, nisione tashwishi. Ndugu hawa 6 nao wakaenda pamoja nami. Tukaingia katika nyumba ya mtu yule. Akatueleza jinsi alivyomwona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, tuma watu kwenda Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro. Ndio. Atakaye kuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Umeona sasa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu. Maana hapa inabidi awaeleze sasa. Jamani, na mimi nishangaa Roho Mtakatifu anabiminika tena na wao. Na wao ni watu wa mataifa hawa. Nikalikumbuka neno lile la Bwana. Jinsi alivyosema, Yohana alibatizwa kwa maji, anasema Yohana alibatiza kwa maji kweli. Bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi ikawa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama. Anasema basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile aliyotupa sisi tuliomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Umeona hapo sasa. Kornelio ambaye ni mtu wa mataifa anapokea Roho Mtakatifu. Pale kwa kati hapa eleza. Umeona? Kornelio anapokea Roho Mtakatifu baada ya kuamini tena yule Roho mpokea wakina Petro walio wa Israeli. Bila shaka Petro alijua ni kwa nini Bwana Yesu hakuwaambia hiyo siri wakati yupo duniani. Alijua hiyo ingekuwa ni ngumu wao kumeza. Maana unaona hapa tulivyosoma hapo juu, mitume wengine walipopata habari Petro kaingia kwa mtu wa mataifa, walishindana naye vikali mno. Mpaka Petro alipowaeleza kwa utaratibu, ndio maana ikaeleweka. Kwa hiyo hiyo ndio siri ya Mungu ambayo ilisitirika tangu mwanzo, kwamba watu wa mataifa ni warithi wa ahadi za Mungu, kwamba tunahesabiwa haki ya kurithi uzima wa milele bure kwa njia ya imani ya kumwamini Yesu. Sasa mitume hapo kabla walidhani wokovu umekuwa ni kwa ajili yao tu Wayahudi, kumbe sivyo, na hata watu wa mataifa pia wanapokea, kwa sababu mtume Paulo aliwahi kuielezea hii pia katika Wakolosai na kitabu cha Waefeso pia, ambacho alisema tunapokea kwa njia ya imani. Hivyo ndivyo Bwana Yesu Kristo akasema kwamba kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Maana yake alipaswa aelezee hiyo haki, lakini anaondoka na kwenda kwa Baba, na wala hata ielezee hiyo siri, lakini Roho atakapokuja ataliweka hilo sawa. Maana yake atalifunulia kanisa kwa habari ya haki. Ndio maana aliongea hivyo. Tumalizie na kwa habari ya hukumu. Hukumu inakuaje? Hukumu inakuaje? Yes, Yohana ile ndio kwa na huyu ndugu yetu mtume Yohana 16:11. Sawa. 16:11 inasema hivi, kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Umeona hapo, mkuu wa ulimwengu anayezungumziwa ni Shetani. Na Bwana wetu Yesu Kristo mfalme wa ulimwengu, yani Bwana Yesu anasema mfalme wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Sasa hukumu inayozungumziwa hapo si ile ya ziwa la moto. Hapana. Hiyo ni kweli, ilishapitishwa kitambo, hiyo ya ziwa la moto. Lakini hukumu inayozungumzwa hapa si hiyo, bali ni hukumu ya kunyang'anywa mamlaka ya ulimwengu. Umeona, na kwamba mamlaka yote ya dunia sasa amekabidhiwa Yesu. Ndio hukumu inayoongelewa hapa. Na mamlaka hayo Shetani aliyapoteza wakati Bwana Yesu alipokuja hapa duniani. Kwa jinsi alivyoutoa uhai wake kwa ajili ya wengi, akakabidhiwa mamlaka ya mbinguni na duniani.
duniani. Na hapa ningependa tusome Mathayo 28:18. Sawa. Yes, Mathayo 28:18, kwa sababu hukumu tunayoiongelea sio hiyo ya ziwa la moto, hapana. Okay. Kesema tu hukumu tunajua hiyo. Hapana. Mathayo 28:18 inasema Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Umeona? Sasa anapokuja Roho Mtakatifu analiweka hilo sawa katika mioyo ya watu wengi, na watu wanaelewa kwa undani ni kwa jinsi gani hivi Yesu ndiye anayetawala mbinguni na duniani na hakuna mfalme mwingine kama yeye. Na mitume hawakumuelewa Bwana Yesu vizuri wakati wakiwa naye, kwa sababu hilo na lenyewe hawakulielewa. Walikuja kumuelewa vizuri baada ya kuondoka kwake kwamba Yesu alikuwa ni nani. Yule Yohana ambaye alikuwa anaegemea kifuani pa Yesu, ambaye alikuwa anamuona Bwana Yesu kama kaka yake tu, ambaye alikuwa anapiga umbea kidogo akileta pale kifuani kwa Yesu na kuwachongea wanafunzi wengine kwa walioyafanya. Lakini Yohana huyo anakuja kumuona Bwana Yesu katika kisiwa cha Patmo kama miali ya moto, na anaanguka chini ya miguu yake kama mtu aliyekufa. Unaona? Wakasome kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 1 pale. Sasa Roho Mtakatifu anamfunulia yule Yesu kama mfalme wa wafalme ambaye enzi na mamlaka yote ni zake. Kwa maana yake huyo anakuja yuko hivyo. Sasa tukiangalia kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 20, tutasoma mpaka wa 23 tuone. Sawa. Efeso sura ya 1 mstari wa 20 mpaka wa 23. Unasema, ndio, aliyotenda katika Kristo, alimfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake unayekamilika kwa vyote katika vyote. Asante sana. Hivyo Roho Mtakatifu ndipo sasa alipokuja kaonyesha ulimwengu kuwa yule mkuu wa ulimwengu Shetani hana kitu mbele za Bwana, alishindwa. Kumbuka tunaposoma Waefeso tunasoma ni nyakati za Roho Mtakatifu. Kitabu cha Waefeso, kumbuka, kimeandikwa na Paulo, ambaye Paulo amekuja kukutana na Bwana Yesu wakati hayuko hapa duniani. Ni vile tu aliona mwanga kutoka juu, anaambiwa, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Naye anauliza, ni nani Bwana ninayekutesa? Kwa haya amekuja kuyafunua Roho Mtakatifu kupitia kinywa cha Paulo, ili tuweze kumjua Yesu Kristo yeye ni nani. Ndio hiyo habari ya hukumu sasa. Unaona? Kwa sasa yule mkuu wa ulimwengu anakuja kwangu, lakini kwangu hana kitu. Unaona, iko hivyo. Kwa hiyo kama Yesu Kristo mwenyewe tumwangalie kwenye mstari aliyoongea haya maneno. Kitabu cha Yohana 14:30. Yohana 14:30. Yohana 14:30. Yes. Biblia hapa nayo inasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Maana yake unaona tena narudia lile, siwezi kuongea na nyinyi maneno mengi. Amnielewi. Lakini yuko atakapokuja huyo atawaelewesha vizuri, huyo Roho Mtakatifu sasa ndani ya. Kwa maana hapa anasema hana mamlaka yoyote juu ya wote waliomwamini Yesu. Kashahukumiwa na kunyang'anywa na mamlaka ya duniani na kuzimu. Na unaona sasa wafu wote sasa mpaka hapa wanamilikiwa na Bwana. Tofauti na mwanzo. Maana yake ni kwamba mfano wa jambo lililotokea kwa Samuel, unakumbuka, lile la kuletwa mzimu wake na mchawi. Alikuwa nabii, na kwa sasa jambo hilo anasema haliwezekani tena. Kwa nini haliwezekani tena hilo jambo? Kwa sababu mkuu wa ulimwengu kashahukumiwa, kashanyang'anywa hayo mamlaka. Anayewamiliki wafu wote kwa sasa ni mkuu wa uzima. Huyo ndiye pekee mwenye mamlaka ya kuleta roho ya
mtu juu na kuishusha chini. Yeye peke yake ndiye mamlaka na uwezo wa kufufua na kuua uko mikononi mwake. Ndio maana unaona Biblia inasema alikuja ili aulete uzima. Lakini kwa kipindi kile wasingemuelewa, ilikuwa ni lazima kwanza Roho Mtakatifu aje. Kwa hiyo kwa kazi hizo tatu ambazo Bwana Yesu alizozitaja ndizo zinazokamilisha ushuhuda kamili wa Roho Mtakatifu kwa ulimwengu. Na Roho huyo ndiye anayeshuhudia hata sasa, na anashuhudia kwa vinywa vya watumishi wake waliojazwa na Roho Mtakatifu kwamba Kristo ni kweli. Watumishi wake mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu, na wote kutoka mataifa yote na makabila yote anawapokea na kuwakubali, kuwahesabia haki ya kupata uzima wa milele endapo watamjia. Kadhalika Bwana Yesu ndiye mmiliki wa mbingu na nchi, na shetani hana kitu mbele zake. Hivyo yeye ndio tumaini pekee la kulikimbilia na kulitegemea, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Asante sana.